Mafanikio ya kweli hayawezi kusimama bila imani, maadili na heshima kwa Mungu. Kuna nguvu kubwa sana katika kumtumainia Mwenyezi Mungu. Unajua, watu wanaomtumikia Mwenyezi Mungu si watu wakata tamaa, bali ni watu wanaosimama hata wakati dunia inapowaangusha. Hebu basi leo, ndugu mtazamaji, tukaangalie na kutizama sababu ama njia zinazopelekea mafanikio kwa watu ambao wanamtumainia Mwenyezi Mungu. Yamkini ni vijana ama watu wengine wazima, ambao mafanikio haya huwa ni ya kudumu daima. Basi usisahau ya kwamba hii hapa ni Alphonsi Motivation TV na mimi naitwa Alphonsi Ndabita. Karibu uungane na mimi. Njia ya kwanza, watu wanamtumikia Mwenyezi Mungu na kumwamini katika mafanikio yao huwa wanaheshimu kila kidogo anachopewa na Mungu. Mtu anemtumaini Mungu huanza na kuthamini kile kidogo anachopewa au kile kidogo alicho nacho. Huheshimu hatua ndogo alionayo, mafanikio madogo madogo alionayo, vipaji vidogo vidogo alivyonavyo, kwa sababu anajua ya kwamba Mungu hawezi kumuongezea wala kumjazia zaidi kama atakuwa hajali kile alichompa mwanzo. Hebu basi tuangalie mfano mmoja hai wa kijana mwenzetu kutoka Kenya ambaye anaitwa Kelvin Mariuki. Huyu ni kijana ambaye alianza na biashara yake ya kuosha magari kwa mikono mitupu akitumia maji ya ndoo. Leo kwa sababu ya kuthamini na kuheshimu kila ambacho Mungu alimpatia, anakaa woshi kubwa na yenye wafanyakazi kadhaa. Hii inatufundisha ya kwamba hata sisi imetupasa kuanza na kile tulicho nacho, japokuwa ni kidogo, ili kupata kile kikubwa ambacho kipo katika hadhi ya juu zaidi, na ambapo tukiheshimu kidogo Mungu atatuongezea zaidi, kama huyu kijana mwenzetu. Mfano mwingine ni kwa mtu anaitwa Jack Ma. Huyu ni mwanzilishi wa kampuni ya Alibaba. Alianza na kompyuta moja tu nyumbani kwake, akitumaini Mungu na kufanya kazi kwa bidii, na sasa ni mmoja kati ya wafanyabiashara wakubwa sana hapa duniani. Na hii inatufundisha kwamba imetupasa kumtumaini Mungu na kuheshimu kile tulicho nacho hata kama tunahisi hakitoshi. Hebu sasa tukaangalie mfano katika maandiko matakatifu kutoka katika vitabu vitakatifu vyote viwili. Hebu tuanze na Biblia. Luka sura ya 16 mstari wa 10 inasema, aliye mwaminifu katika kila lililo dogo ataaminika pia katika kila lililo kubwa. Hii inatufundisha ya kwamba Mungu hujaribu mioyo ya watu kupitia vile vidogo kabla ya kuwapa vitu vikubwa. Tizama, Daudi alianza kwa kulisha kondoo, baadaye akaja kuwa mfalme. Yusufu alianza kama mtumwa, lakini baadaye alikuja kuwa waziri mkuu. Hebu sasa tuangalie katika Qur'an tukufu. Hapa tunapata katika surat Ibrahim sura ya 14 mstari wa 7. Mwenyezi Mungu anasema, na pale Mola wenu mlezi alipotangaza, mkinishukuru nitawazidishieni, bali mkikufuru basi adhabu yangu ni kali. Na hapa tunapata kufundisha kuwa shukrani ni kitu kidogo. Shukrani katika kile kitu kidogo tulichopewa huwa ni mbegu ya kupata kitu kikubwa zaidi. Kumtumikia Mwenyezi Mungu, kijana mwenzangu, si kungoja miujiza tu, bali ni kumheshimu kupitia yale madogo madogo anayotupatia Mungu huyu. Basi tuangalie njia ama sababu ya pili. Njia ama sababu ya pili ni ujasiri ama kuacha hofu. Siku zote mtu anemtumikia Mwenyezi Mungu huwa ana nguvu ya ajabu sana ndani yake, kwa kuwa imani humfanya mtu aonekane na matumaini hata pale ambapo watu wengine wanaona giza. Hapa tunapata kumuona mtu mmoja katika mfano wetu hai, anaitwa Denzel Washington. Huyu ni mmoja wa waigizaji wakubwa sana duniani, na mara nyingi amekuwa akisema put God first, akimaanisha kwamba mweke Mungu mbele. Yeye aliposhindwa mara nyingi kwenye audios alipokuwa akijaribu kufanya content creations, alionekana kuwa hajui na alikataliwa. Na yeye mwenyewe anasema kwamba alipoona kwamba amekataliwa na kuonekana kwamba hana maana,
hata katika pia nafasi yake ya kuigiza. Hakuchoka wala hakukata tamaa, bali aliendelea kusali akimwamini Mungu na kufanya kazi kwa bidii. Sasa ameweza kushinda tuzo nyingi sana, lakini pia ameweza kuongeza watu na kuwa mmoja kati ya icons nzuri sana katika hiki kizazi chetu. Huyu amekuwa mfano hai bora kwetu sana, kwa sababu ametufundisha kwamba imani huzaa ujasiri na ujasiri huzaa mafanikio. Lakini pia mfano mwingine katika maandiko matakatifu, tukianza na Biblia, tunamuona Daudi baada ya yeye kumuona Goliati, wala hakuogopa, kwa sababu alimtegemea Mwenyezi Mungu kwa kujua ya kwamba silaha yake pekee isingetosha, bali Mungu ndio angeweza kumshindia. Tukienda katika Qurani takatifu au Qurani tukufu, katika Surat Al-Furqan sura ya 25 mstari wa 75, hii hapa inataja kuwa wale wanaovumilia na kumtegemea Mungu hupata ushindi na daraja la juu zaidi. Lakini pia katika Surat Al-Tauba sura ya 9 mstari wa 40 inazungumzia kuhusu wakati mtume na rafiki yake walipokuwa wako pangoni, na hapo ndipo walipopata usaidizi wa Mwenyezi Mungu na utulivu moyoni mwake, kwa sababu Mungu alikuwa nao hata wakati walipokuwa wako pangoni, wakati ule wa hatari. Hapa tunajifunza ya kwamba katika hata matatizo tunayopitia katika njia zetu za mafanikio, bado Mungu ataendelea kuwa nasi, kwa sababu tumeweka moyo wa imani na matumaini kwake. Lakini njia ya tatu ambayo huwafanya watu wanaomtumaini Mwenyezi Mungu waendelee kufanikiwa zaidi, tofauti na wale wasiomtumaini Mwenyezi Mungu hata baada ya mafanikio yao, basi ni kwamba watu wa namna hii huwa hawakati tamaa kamwe. Unajua, vijana wengi huishia njiani na kushindwa kuendelea na miradi yao ambao wanakuwa wameanzisha. Hii inasababishwa na kukosa tumaini kwa Mungu wao, na badala yake hutegemea akili zao wenyewe, wakidhani ya kwamba ndizo itakazoweza kuwafikisha. Na hii imekuwa ni masikitiko makubwa sana, kwa sababu vijana wengi wanafanya kazi kwa kujituma zaidi, lakini badala yake mafanikio huwa ni machache. Kwa sababu gani? Wenyewe wanaamini katika kuamka mapema na kuchelewa kutoka kazini, bila kujua ya kwamba Mungu ndiyo kimbilio la kwanza kabisa kabla ya kufanya kitu chochote. Na hapa tutolee mfano wa Mtanzania mwenzetu ambaye anaitwa Rita Msuya. Huyu ni mwandishi wa vitabu vya motisha. Anasema kwamba yeye alikabiliwa sana na upungufu wa changamoto za kifedha, pamoja na kushindwa mara nyingi sana kuanzisha miradi yake. Lakini sasa, kwa sababu ya uvumilivu wake na imani yake kwa Mungu, aliweza kuwa na vipindi vya mafanikio na mauzo ya vitabu vyake, pamoja na kufanya semina iliyompelekea mafanikio hata sasa. Lakini pia mfano mwingine tunamwona Oprah Winfrey. Huyu yeye anatokea USA. Oprah yeye anasema kwamba mara kadhaa katika mafanikio yake alikuwa akipitia changamoto nyingi sana, lakini katika imani yake kwa Mungu ameweza kuendelea kumtegemea Mungu na kufanya maamuzi makubwa sana katika kuhakikisha kwamba anaushinda umaskini pamoja na changamoto alionayo, na mpaka sasa ni mmoja kati ya watu wakubwa sana waliofanikiwa katika dunia hii kutoka huko nchini Marekani. Hebu sasa tuangalie mifano pia kutoka katika vitabu vitukufu. Tuangalie Biblia, Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Inasema, mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe, bali katika kila njia zako mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yake. Mithali hii inatufundisha kwamba licha ya kwamba ni vijana na bado tuna nguvu, na licha ya kwamba umefanikiwa katika maisha yako, lakini bado hautakiwi kumwacha Mungu aliyekufanikisha toka mwanzo. Badala yake unapata kupiga hatua kuendelea kumtumikia Mungu zaidi, ili kuyapata mafanikio yasiyo na kikomo na kuendelea kuwa na mafanikio kizazi chako hata kizazi chako. Lakini pia katika Qur'an tukufu, tukiangalia Surat Sad, hapa inataja mtu aliyepitia msukosuko sana ya kiafya pamoja na kifamilia, lakini akabaki mvumilivu, hatimaye kisha akarejeshewa afya yake kwa neema tele aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Hii Qur'an tukufu au mstari huu unatufundisha nini? Unatufundisha kwamba katika matatizo ama changamoto zote tunazopitia, iwe ni shida za kiuchumi ama kifedha
ama changamoto za kiimani, ama kimaisha, ama mafanikio yetu, imetupasa kuvumilia, kwa sababu yeye aliyaruhusu hayo kuja kwetu, atayaondoa na kutupatia neema tele na baraka milele. Tuje katika njia ya 4 ambayo tunaona watu wengi sana kwa nini wanafanikiwa na kuendelea. Kwa wale ambao wanamtumikia Mwenyezi Mungu, ni kwa nini wanazidi kufanikiwa na kuendelea? Kwa sababu watu wanamtumainia Mwenyezi Mungu huwekwa salama hata katika hatari. Siku zote wanamtumainia Mwenyezi Mungu huwa wanaepushwa na matatizo sana mengi hata bila wao kujua. Lakini na wakati mwingine huwa wanafikiri kwamba yamkini imetokea tu, lakini ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu huwapigania wale wanaomsaidia au wale wanaomtumikia Mungu mwenyewe, pamoja na kuhakikisha kwamba maisha yao wanayaweka chini ya mikono ya Mwenyezi Mungu, na Mungu naye huwatumainia na kuendelea kuwabariki kila kukicha. Unajua, kuna wakati mwingine ilitakiwa hata hiyo kampuni yako ifilisike, lakini kwa sababu tu umemwamini na kumtumikia Mwenyezi Mungu, ndio maana mpaka sasa kampuni yako ipo salama. Hebu tazama mfano huu. Kuna baadhi ya madereva wa bodaboda ama daladala ambao kila wakiamka humtanguliza Mwenyezi Mungu katika safari zao na kuomba dua, na mara nyingi hushuhudia ajali nyingi sana zinazotokea barabarani, lakini wao hushangaa kwa nini mpaka sasa bado wapo hai. Na mara nyingi yamkini ajali zikatokea na wao wakiwa ndani ya chombo cha usafiri hicho, lakini wao hawadhuriki. Hasa unatakiwa ujue kwamba huu ni ulinzi unaotokana na kumtumainia Mwenyezi Mungu, wala si uzoefu wa udereva pekee, wala maajabu hata kufanya kazi fulani. Na hii huwapelekea wao kuweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana. Kijana mwenzangu, ni wakati sasa wa kuinuka na kufanya yale ambayo yanaweza yakatupelekea katika njia mafanikio sahihi. Tafadhali, kama umefika mpaka hapa, usisahau kusubscribe, usisahau pia kulike, share na wenzako. Lakini pia tafadhali komenti na uniambie ya kwamba hivi ni njia ipi au sababu ipi ambayo unahisi wewe hauna au haujaifanyia kazi zaidi, kazi ya hizo sababu ambazo zipo juu 4. Lakini pia unaweza ukashare sababu nyingine na njia nyingine nyingi, na mimi naamini nitakujibu kwa kadri Mungu atakavyotuwezesha. Basi ni mimi mtumishi wako, ni mimi kijana mwenzako, Alphonse Ndabita, na hii tunaita Alphonse Motivation TV. Karibu sana na endelea kusubscribe, ubaki na video na ujuzi mwingi sana katika yale Mungu atakaendelea kukufanikisha. Niko pamoja nawe katika safari hii ya mafanikio. Mungu akubariki. Chao.